Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Halmashauri ya mji wa Bunda tunajenga hospitali yetu, na hii ni mara ya pili naliuliza hili swali humu bungeni. Kuna milioni 800 ilikuja ikamezwa na Mheshimiwa Naibu Waziri, unapajua pale ile hospitali ambayo tunajenga kwenye kata ya Bunda Store. Sasa hivi imestuck. Ni lini mtatuletea pesa tumalize hospitali yetu ya halmashauri ya mji wa Bunda ili wananchi wetu kwenye halmashauri wa mji wa Bunda wapate huduma zinazostahili? Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba serikali ipeleka fedha kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya halmashauri ya mji wa Bunda, na ni kweli kwamba Mheshimiwa Esther Bulaya amefuatilia mara kadhaa kwamba tupeleke fedha ile, na hasa ile milioni 800 ambayo ilirejeshwa kwa mujibu wa sheria ya budget ya mwaka 2015 baada ya kuvuka 30 Juni katika mwaka huu wa fedha. Na nini kuhakikisha tu kwamba fedha ile ambayo ilirejeshwa serikalini tumeitenga tena kwenye budget ya mwaka wa fedha 25-26. Lakini pia tumeongeza fedha kwa sababu tunafahamu milioni 800 haitatosha kukamilisha yale majengo. Kwa naomba niwahakikishie tu Mheshimiwa Bulaya kwamba tunajua umuhimu wa kukamilisha hospitali ya halmashauri ya mji wa Bunda, na ndio maana fedha zilipelekwa na tumetenga kwenye mwaka ujao wa fedha. Niwahakikishie wewe na wananchi wa jimbo la Bunda mjini kwamba serikali sikivu itahakikisha inapeleka fedha kwa ajili ya kukamilisha hospitali ya halmashauri ya mji. Mheshimiwa Charles Kajege, nilikuona. Nakushukuru Mwenyekiti. Wakati wa ziara ya Waziri Mkuu katika jimbo la Mwibara mwaka juzi, alielekeza kuwa kituo cha afya kijengwe Bulamba. Je, ni lini kituo hicho kitajengwa? Majibu Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, viko vituo vya afya ambavyo ni ahadi za viongozi wakuu wa kitaifa, na sisi ofisi ya Rais TAMISEMI katika mipango yetu tunaweka kipaumbele cha hali ya juu katika maeneo hayo, ikiwemo katika kata hiyo ya Bulambo ambayo ipo katika jimbo la Mwibara. Kwa naomba niwahakikishie Mheshimiwa Kajege kwamba utekelezaji tayari tumeanza kwa kuingiza kwenye orodha ya vituo vya afya vya kimkakati, na tuhakikisha kwamba fedha inapelekwa kwa ajili ya kujenga kituo hicho cha afya. Mheshimiwa Bunge, tunaendelea na swali la Mheshimiwa Suleiman Jumanne Zedi, mbunge wa Bukene. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Suleiman Zedi anataka kufahamu lini serikali itamaliza tatizo la upungufu wa watumishi wa kada ya afya Bukene. Mwenyekiti, serikali imeendelea kutoa vibali vya ajira kila mwaka, ambapo kuanzia mwaka wa fedha 2020-21 hadi 24-25 jumla watumishi wa kada ya afya 34,720 wameajiriwa na kupangiwa vituo kote nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2020-21 hadi 24-25 halmashauri ya wilaya ya Nzega imepangiwa jumla ya watumishi 111 ambao wamepangwa katika hospitali ya wilaya, vituo vya afya na zahanati. Kati ya hao jimbo la Bukene limepelekewa jumla ya watumishi 59. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuajiri watumishi wa sekta ya afya kwa awamu na kuwapanga katika maeneo yenye upungufu wa wataalamu hao, ikiwemo katika halmashauri ya wilaya ya Nzega. Mheshimiwa Suleiman Jumanne Zedi, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa serikali kutupatia watumishi wa kada afya 59 kwenye jimbo la Bukene, lakini nina swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, zahanati mpya tulizojenga na ambazo zimeanza kutoa huduma za vijiji vya Guliambi, Buhulyu, Mogwa, Ivoja, Ilagaja, Kasanga na Mboga, zote hizi zina mtumishi mmoja tu. Zingine zina mganga peke yake, hazina nesi, zingine zina nesi peke yake, hazina mganga. Kiasi ambacho huyu mtumishi mmoja akipata dharura tu zahanati inafungwa, kunakuwa hakuna huduma. Je, serikali ina mpango gani kuhakikisha kwamba kila zahanati mpya hizi hasa zinazoanza iwe angalau na watumishi wasiopungua 2, mganga na nesi, ili angalau hata mmoja akipata dharura kituo kisifungwe kabisa? Ina mpango gani wa kuhakikisha hiyo minimum ya watumishi wanakuwepo kwenye kila kituo? Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea na kutekeleza kipaumbele chake na sera yake ya kusogeza huduma za afya karibu zaidi na wananchi kwa kujenga zahanati ili kupunguza umbali wa wananchi kupata huduma za afya. Na katika kipindi cha miaka hii 4 ya serikali ya awamu ya 6, jumla ya zahanati zaidi ya 1300 mpya zimejengwa, zikiwemo zahanati ambazo ziko katika jimbo la Bukene, na maana yake ni kwamba tumeendelea kuongeza sana idadi ya vituo vya afya
na automatically idadi ya watumishi wanaohitajika pia imeendelea kuongezeka. Naomba nimhakikishie tu Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bukene, Mheshimiwa Suleiman Zedi, kwamba tunafahamu kwamba katika zahanati hizo kuna upungufu wa watumishi, lakini kwa sababu zahanati hizo ni mpya tumeendelea na kuajiri watumishi na kuwapeleka kwa ajili ya kuziba pengo la watumishi. Lakini nitumie nafasi hii kumkumbusha mkurugenzi wa halmashauri, lakini pia na katibu tawala wa mkoa wa Tabora kwamba katika maeneo yote ambayo yana watumishi mmoja katika zahanati wafanye msawazo wa ndani wa watumishi, aidha kutoka halmashauri nyingine yenye nafuu kupeleka hapo, lakini pia ndani ya halmashauri yenyewe kutoka kwenye vituo vingine vyenye watumishi wengi, ili angalau huduma muhimu ziendelee kutolewa wakati serikali inaendelea na kutoa vibali vya ajira na kwenda kuziba mapengo hayo.